Ujambo na uhali gani mpenzi mtazamaji wa ASAM Online TV. Leo ripoti za ASAM zitakupeleka katika viwanja vya afisi kuu za CCM Kisiwandui, ambapo lengo ni kuweza kumwombea dua hayati Abeid Amani Karume ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa Zanzibar. Waumini wa dini pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali wameweza kujumuika katika hafla hii. Lengo ni kuweza kumwombea dua hayati huyu. Hii ni ASAM Online TV, jina langu ni Abdurrahman Awesi, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Ridhiwan. Kwa kweli mzee Karume na wenzake wamefanya kazi kubwa sana ya kuikomboa nchi hii. Mapinduzi yameleta usawa katika nchi hii. Mapinduzi yameleta maendeleo katika nchi hii. Mzee Karume alitangaza elimu bila malipo, na matunda yote haya sasa tunayoyaona, vijana kuelimika, kupata elimu hadi ya vyuo vikuu, ni kwa sababu ya mapinduzi matukufu ya mwaka 1964 yaliongozwa na mzee wetu jemadari mzee Abeid Amani Karume. Afya, huduma za afya bila malipo, maji safi, maendeleo ya makazi, hata miundombinu ya barabara tunayoiona iliasisiwa na mzee Karume kuanzia mwaka 1964. Kwa hiyo tuna mengi sana ya kumkumbuka mzee wetu huyu, na wenzake wamefanya kazi kubwa ya kuikomboa nchi yetu, lakini kujenga usawa, haki katika nchi hii, lakini pia ndio chachu ya maendeleo ambayo tunayaona sasa. Awamu nyingi zimepita na sasa tuko katika serikali hii ya awamu ya 8. Mapinduzi yamedumishwa, viongozi wote waliopita wamedumisha mapinduzi, azma ya mapinduzi imeweza kufikiwa, na hadi leo tunaona rais wetu wa awamu ya 8 mzee wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi anaendeleza mapinduzi hayo. Majumba yanaendelea kujengwa, miundo mbinu ya barabara inawekwa, mahospitali yanajengwa, huduma za afya zinaimarika, maji safi na salama, ndio kuendeleza ile azma ya mapinduzi ya mwaka 1964 ambayo viongozi wote wamedumisha, na matumaini yangu kwamba kwa miaka mingi ijayo mapinduzi haya yatadumishwa awamu kwa awamu. Viongozi watakaokuja baadaye watadumisha mapinduzi haya, kuleta haki na usawa katika nchi yetu na kuimarisha huduma za jamii, lakini pia kuimarisha uchumi katika nchi. Kitu ambacho ninachoweza kusema leo katika kumbukumbu ya mzee wetu hayati Abeid Amani Karume, ni siku muhimu sana kumkumbuka mzee huyu kwa kumwombea Mungu, lakini pia kukumbuka juhudi na yale ambayo aliyoyafanya, sio kwa Wazanzibari tu, lakini kwa Tanzania kwa ujumla wake. Mzee Karume alikuwa ni mtu muhimu sana. Alikuwa ni mtu ambaye kwa kweli tunasema ndiye mkombozi wa Zanzibar. Kiongozi ambaye aliyejitoa kwa ajili ya watu, aliyejitoa kupigania haki za watu. Alikuwa ni kiongozi jasiri, alikuwa ni kiongozi jemedari na Mzanzibari wa kweli kweli. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khairun nasi anfa'uhum linnas, mbora wa watu ni yule ambaye mwenye kuwanufaisha zaidi watu. Katika hadithi hii huwezi kumtoa mzee Karume, amewanufaisha watu katika nyanja mbalimbali. Ukiangalia katika nyanja za kisiasa katika chama chake, lakini ukiangalia pia katika nyanja za kijamii, namna alivyokuwa na mahusiano na watu mbalimbali. Ukiangalia katika nyanja ya uchumi, ameweza ndani ya Zanzibar kuweka misingi ya uchumi imara. Kwa hiyo tunapomzungumzia mzee Karume tunamzungumzia mtu ambaye kwa kweli ni mkombozi na anastahiki kukumbukwa, si na Wazanzibari tu, lakini anastahiki kukumbukwa na Watanzania wote. Ni kiongozi jasiri, ni kiongozi ambaye ni wa mfano. Ameweza kuwaleta Wazanzibari katika umoja wa kitaifa, lakini pia amewatia ujasiri, kujiamini. Wazanzibari ni watu ambao wanajiamini sana, kwa sababu ya misingi ambayo mzee Karume ameiweka. Hakutaka wawe wanyonge, alitaka wawe majasiri, wawe na watu ni watu wenye uthubutu. Na historia ya Zanzibar ina historia ndefu sana katika maendeleo. Zanzibar ukifuatilia utaona kwamba ni nchi ambayo ina takadum zamani, ina maendeleo zamani katika mambo mengi sana. Lakini yote haya ni misingi ya mzee Abeid Amani Karume ambayo ameiweka, na sisi kama Watanzania tunaungana na Wazanzibari na Watanzania wote kumwombea Mungu, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaadhimisha siku yake. Ameuawa kishahidi
ameuawa kijemedari. Kwa hiyo tunamkumbuka sana na tunamwenzi na tunaendelea kumwombea Mungu. Kama tunavyofahamu kwamba hayati Abeid Karume alikuwa na maono makubwa ya kuleta mapinduzi makubwa ya maendeleo ndani ya Zanzibar, lakini pia tunamshukuru Mungu sana kwa kutuletea rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwamba na yeye anaendelea kuyaishi yale ya maono ya rais wetu wa Zanzibar Abeid Amani Karume, kwa sababu sote tunashuhudia mambo makubwa ambayo yanaendelea kufanyika ndani ya visiwa hivi katika kuleta mapinduzi makubwa ya kiuchumi ndani ya Zanzibar, lakini tunashuhudia miundombinu iliyokuwa bora kabisa, miundombinu ya barabara, miundombinu ya bandari, miundombinu ya viwanja vya ndege. Kwa hiyo sote ni mashuhuda wa haya, kwa sababu anaendelea kuyaishi na kuyaenzi yale mapinduzi matukufu, lakini pamoja na yale maono ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wito wangu kwa vijana wenzangu kwamba tuyaendelee kuyalinda na kuyapenda mapinduzi yetu matukufu, lakini pia tuendelee kuitunza amani yetu ambayo ndio tunu kubwa ya taifa letu, kwa sababu amani isipokuwepo hata maendeleo pia yanachelewa kuja, lakini amani itakapokuwepo, nchi ikawa imetulia, basi hata na sisi viongozi wao tunakuwa na uhuru mkubwa wa kuendelea kufanya kazi zetu pamoja na kutekeleza zile ahadi, ilani pamoja na maono ya viongozi wetu wa nchi. Kwa hivyo sisi tukiwa kama ni viongozi tunatakiwa tufuate zile nyayo za mzee Abeid Amani Karume kwa kuhakikisha kwamba tunaijenga, tunailinda na kuendeleza Zanzibar na Wazanzibari wote, na kuweka maslahi yetu binafsi mbele na kuweka maslahi ya taifa mbele zaidi. Mzee Abeid Amani Karume aliweza kukaa katika muda wa kipindi kifupi sana, lakini alileta maendeleo makubwa. Lakini tunashukuru kwa sasa tumempata